Bunge la Congress nchini Marekani lilishuhudia moja kati ya mijadala mikali zaidi jana wakati wa kikao maalum ambacho kilimhusisha waziri wa vita. Ukumbi haukuwa na nafasi, kila kona pia ilikuwa imejaa wabunge, washauri na waandishi wa habari ambao walikuwa kifuatilia kwa makini kila neno na kile ambacho kilikuwa kikiendelea. Miongoni mwa waliovutia hisia za wengi alikuwa ni Sarah Jacobs, mwakilishi kutoka jimbo la California, hasa katika eneo la San Diego, ambapo yeye alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na ukumbi ukatulia, lakini kwa sauti ya utulivu. Yeye akaja na ukali wa hoja, ambapo kwa ukali wa hoja yake alianza kuelekeza maswali yake kwa waziri, akigusia swala nyeti ambalo limekuwa likizua mjadala mkubwa nchini humo: uthabiti na maamuzi ya rais. Mheshimiwa waziri alianza: tumeshuhudia mabadiliko ya mara kwa mara katika kauli na maamuzi ya rais, hasa kwenye masuala ya usalama wa taifa. Je, unaweza kuthibitisha mbele ya kamati hii kuwa hali ya utimamu wa maamuzi ya amiri jeshi mkuu iko katika kiwango kinachostahili? Kauli hiyo ilizua msisimko mkubwa ukumbini. Baadhi ya wabunge walionekana kushtuka, wengine wakitikisa vichwa kuonesha kuunga mkono, huku kamera zikielekezwa moja kwa moja kwa waziri aliyekuwa akijiandaa kujibu. Jina la Donald Trump lilitajwa waziwazi, na hapo ndipo ambapo mvutano ulizidi kupanda. Waziri alikaa kimya kwa sekunde chache akipima uzito wa swali hilo, swali ambalo alikuhusu tu siasa bali pia heshima ya ofisi ya urais na usalama wa taifa kwa ujumla. Alipoinuka na kuanza kuzungumza, kwa maana ya kwamba katika kipaza sauti chake alijibu kwa tahadhari kubwa: Mheshimiwa mbunge, masuala yanayohusu uwezo wa rais yanaangaliwa kwa mifumo rasmi ya serikali. Kazi yetu sisi ni kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa katiba na kulinda taifa letu bila kuyumba. Lakini majibu hayo hayakuonekana kumridhisha Jacobs. Alirudia na kusisitiza: swali langu ni la moja kwa moja. Je, tuna uhakika kuwa maamuzi ya kijeshi yanayotolewa yanatokana na tathmini thabiti na si mabadiliko ya ghafla yasiyoeleweka? Ukumbi ulizidi kuwa mzito. Hapo ndipo ambapo ilionekana wazi kwa mjadala haukuwa tena wa kawaida. Ulikuwa ni mgongano wa moja kwa moja kati ya wajibikaji wa viongozi na imani kwa uongozi wa juu kabisa wa nchi. Na nje ya ukumbi huo, mjadala huo pia uliendelea kushika kasi kwenye vyombo vya habari, mitandaoni na hata pia ndani ya duru za kisiasa, watu mbalimbali pia wakijiuliza: je, huu ni wajibikaji wa kawaida wa kidemokrasia au ni ishara mgawanyiko mkubwa zaidi ya ndani ya uongozi wa Marekani kutokana na kile ambacho kinaendelea Iran, Israel pamoja na Marekani?